Norway imeamua kuendelea kuunga mkono Ukraine kwa kiwango kikubwa cha kifedha, ikitangaza mpango wa kutoa kronor bilioni 85 za Norway, sawa na takriban dola bilioni 9.2 katika mwaka wa fedha wa 2027. Kiasi hicho kinafanana kabisa na kiwango ambacho Oslo ilitoa mwaka 2026 na kinaonyesha kwamba msaada wa Ulaya kwa Kyiv unaendelea kuelekezwa kwenye mkakati wa muda mrefu badala ya msaada wa dharura pekee. Tangazo hilo limekuja wakati waziri mkuu wa Norway Jonas Gahr Støre pamoja na viongozi kutoka nchi za Nordic na Baltic wakizuru Kyiv kuonyesha mshikamano na Ukraine katika vita vinavyoendelea dhidi ya Urusi. Fedha hizo hazitaelekezwa kwenye silaha pekee. Norway imesema zitatumika katika mahitaji ya kijeshi pamoja na misaada ya kibinadamu. Hii ni muhimu kwa sababu vita vya muda mrefu vinahitaji zaidi ya silaha. Ukraine inahitaji pia kulipa mishahara, kuendesha huduma muhimu, kusaidia raia na kuendelea na shughuli za serikali wakati sehemu ya uchumi wake ikiwa chini ya shinikizo kubwa. Støre amesema kuisaidia na kuijenga upya Ukraine si msaada tu, bali ni uwekezaji katika usalama wa Ulaya yenyewe. Kauli hiyo inaonyesha namna nchi za Ulaya zinavyotafsiri vita vya Ukraine. Kwa mtazamo wa Oslo, fedha zinazotumwa Kyiv hazihusiani tu na mustakabali wa Ukraine, bali pia na usalama wa bara la Ulaya. Sasa hapo ndipo swali linapokujia. Kwa nini Norway iko tayari kutoa zaidi ya dola bilioni 9 kwa mwaka mmoja? Sababu moja kubwa ni kwamba vita vinaingia katika awamu ambayo hakuna dalili rahisi ya kumalizika kwa haraka. Mapigano yameendelea kwa miaka kadhaa huku Ukraine na Urusi zikiongeza matumizi ya drones na makombora dhidi ya miundombinu ya kiuchumi pamoja na kijeshi ya pande zote. Hivyo, Norway inaonekana kujiandaa kwa uwezekano wa vita vya muda mrefu zaidi. Kuna pia suala la mabadiliko katika msaada wa Marekani kwa Ukraine. Kadri Ulaya inavyotaka kupunguza utegemezi wake kwa Washington, nchi kama Norway, Sweden, Denmark, Finland na mataifa ya Baltic zimekuwa zikisisitiza zaidi jukumu lao katika usalama wa bara. Norway yenyewe ina nafasi ya kipekee zaidi. Ni mwanachama wa NATO, ina mpaka wa moja kwa moja na Urusi katika eneo la Arctic na ina uchumi wenye nguvu unaotokana kwa kiasi kikubwa na rasilimali zake za nishati. Kwa hiyo, Oslo ina sababu za kimkakati za kutaka Ukraine isianguke kijeshi. Ikiwa Urusi ingeweza kupata ushindi mkubwa dhidi ya Ukraine, baadhi ya nchi za Ulaya zinaweza kuona hilo kama mabadiliko makubwa katika uwiano wa nguvu barani humo. Kwa Norway ambayo iko karibu na eneo la Arctic na Urusi, swala hilo lina uzito wa kiusalama. Lakini kuna upande mwingine wa hatua hii. Fedha hizo zinaweza kuisaidia Ukraine kuendelea na vita, lakini hazihakikishi ushindi wa kijeshi kwa upande wa Ukraine. Dola bilioni 9.2 ni kiasi kikubwa zaidi, lakini Ukraine inahitaji rasilimali katika maeneo mengi kwa wakati mmoja. Inahitaji ulinzi wa anga, makombora, drones, risasi, magari ya kivita, matengenezo ya silaha pamoja na fedha za kuendesha uchumi na huduma za kiserikali. Zaidi ya hayo, Urusi nayo inaendelea kuongeza matumizi yake ya kijeshi na kutumia uwezo wake mkubwa wa viwanda kuzalisha silaha na drones. Hii inaifanya vita kubadilika kutoka kwenye swali la nani ana silaha bora zaidi kwenda kwenye swala la nani anaweza kuendeleza uzalishaji na matumizi ya rasilimali kwa muda mrefu zaidi. Na hapo ndipo mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiuchumi yanapoingia. Urusi imesema Ukraine imefungua kile Rais Vladimir Putin alichokiita Pandora's Box kwa kushambulia malengo ya kiuchumi ndani ya Urusi. Moscow imeonya kwamba italenga sekta nyeti zaidi za uchumi wa Ukraine kama kulipiza kisasi mashambulizi hayo. Hii inaonyesha kwamba vita havilengi tena tu wanajeshi walio mstari wa mbele. Maghala, viwanda, vituo vya nishati, vituo vya mafuta na miundombinu ya usafirishaji vinaweza kuwa sehemu ya uwanja wa kivita. Lengo ni kupunguza uwezo wa adui kuendesha uchumi unaoweza kuendeleza vita. Ukraine imekuwa ikitumia drones za masafa marefu kushambulia malengo ndani kabisa ya Urusi, huku Urusi nayo ikitumia drones na makombora kushambulia miji na miundombinu ya Ukraine. Kwa hiyo, msaada wa Norway unaweza kuonekana kama sehemu ya vita hivi vipya vya uchumi na viwanda. Kuna ujumbe mwingine muhimu katika kiasi cha dola bilioni 9.2. Norway haijasema tu tutaisaidia Ukraine mwaka huu. Imeweka fedha kwenye mwaka wa 2027, jambo linalotoa ishara ya utayari wa kuendelea kuisaidia Kyiv hata kama vita vitaendelea.
Hii inaweza kuwa muhimu sana kwa Ukraine kwa sababu uhakika wa msaada wa baadaye unaweza kusaidia serikali yake kupanga bajeti, jeshi kupanga mahitaji ya muda mrefu na wazalishaji wa silaha kuwekeza katika kuongeza uzalishaji. Kwa upande wa Urusi, hii ina maana kwamba Moscow haiwezi kutegemea Ulaya kuchoka haraka na kuacha kuisaidia Ukraine. Badala yake, baadhi ya nchi za Ulaya zinaonekana kujenga mfumo wa msaada unaweza kuendeleza vita kwa miaka mingi zaidi. Hata hivyo, changamoto kubwa bado ipo. Je, msaada huu unaweza kubadilisha matokeo ya vita? Jibu litategemea zaidi namna fedha hizo zitakavyotumika na kama zitaunganishwa na msaada wa kijeshi kutoka nchi nyingine za Ulaya. Fedha nyingi pekee haziwezi kuzuia makombora ya Urusi. Ukraine inahitaji mifumo ya ulinzi wa anga, interceptors, silaha za masafa marefu, drones na uwezo wa kutengeneza silaha ndani ya nchi. Hapo ndipo hatua ya Norway inaweza kuwa na umuhimu mkubwa zaidi ikiwa itakuwa sehemu ya mkakati mpana wa Ulaya wa kuijengea Ukraine uwezo wa kujitegemea zaidi kijeshi. Kwa mtazamo wa kimkakati, Norway inatuma ujumbe wa aina mbili. Kwa Ukraine, ujumbe ni kwamba haijaachwa peke yake na kwamba baadhi ya washirika wake wako tayari kufadhili vita na ujenzi wa nchi kwa muda mrefu. Kwa Urusi, ujumbe ni kwamba shinikizo la kijeshi na kiuchumi dhidi ya Ukraine halimaanishi moja kwa moja kwamba Ulaya itapunguza msaada wake. Na kwa Ulaya yenyewe, uamuzi huu unaonyesha mabadiliko ya mtazamo. Vita vya Ukraine vinaonekana zaidi kama sehemu ya mjadala mpana kuhusu usalama wa bara hilo. Kwa kifupi, dola bilioni 9.2 za Norway hazitamaliza vita vya Ukraine, lakini zinaweza kuongeza uwezo wa Kyiv kuendelea kupigana na kuhimili shinikizo la Urusi. Umuhimu mkubwa wa hatua hii uko katika muda wake. Norway haijaweka fedha kwa ajili ya leo pekee, bali pia kwa mwaka 2027. Hivyo, vita vinavyoendelea kati ya Moscow na Kyiv vinaweza kuingia zaidi katika awamu ya vita vya uvumilivu, ambapo uwezo wa kuzalisha silaha, kulinda uchumi, kupata fedha na kudumisha msaada wa washirika unaweza kuwa muhimu sawa na ushindi kwenye uwanja wa kivita.